Hasa mheshimiwa mwenyekiti, kwa muungano ni vitendo. Lakini ukiangalia hapo mheshimiwa mwenyekiti, Dr. Samia ametusaidia kwenye shule mbalimbali. Kwenye jimbo la Mbulu vijijini kulikuwa na shule za sekondari 15, lakini sasa hivi tuna shule ya sekondari 21. Ziko shule ambazo zimemea mheshimiwa mwenyekiti, huwezi kuamini. Kuna shule ya Masieda imejengwa, imekamilika. Unatoka mwanzo mpaka mwisho unamalizika. Lakini kuna shule ya Haydom pale inaitwa Basonyagwe, inajengwa mpaka mwisho mheshimiwa mwenyekiti, inakamilika. Lakini kuna shule ya Eshkesh imejengwa, na hata sasa hivi na wasiwasi wanafunzi wanaweza wasijaze shule hiyo. Lakini pia ziko shule zinazojengwa mheshimiwa mwenyekiti za amali pale Bashai. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye eneo la elimu tu tumepata bilioni 11. Ni jambo la kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Lakini ukiangalia eneo la TARURA mheshimiwa mwenyekiti, TARURA tulikuwa tunapewa 6 milioni 666, lakini sasa hivi tunapewa bilioni 4 kwa mwaka. Nafikiri huu ndio wakati mwafaka wa kusema ukweli. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi kule ni wakulima wa vitunguu, wakulima pia wa mahindi, lakini wakulima pia wa mbaazi, na wakulima pia wa maharage, na wakulima wa dengu. Leo hii bajeti ya kilimo imeshakuja na bilioni 19. Tunakwenda kukarabati majosho, lakini pia tunakwenda kukarabati mabwawa, lakini tunakarabati skimu yenyewe ya Mongai, tunaenda kujenga skimu ya Mongai, tunakarabati skimu ya Mangisa na Dongobesh, lakini tunajenga skimu mpya ya Dirim. Mheshimiwa mwenyekiti, anayasema yameandikwa na yapo. Ndio maana naipongeza bajeti hii ambayo najua kwamba inaenda kusaidia kwenye eneo la uzalishaji kwa maeneo yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, haya nayosema ni kwa sababu tu tumekwisha kupata. Lakini ukiangalia kwenye eneo la mitandao au minara ya simu, mheshimiwa mwenyekiti, leo hii kuna maeneo kwetu ambayo ni saulika kabisa. Lakini leo katika maeneo ya Dachini, Eshkesh, Endagichan, Masieda na maeneo mengine ambayo nikitaja mheshimiwa mwenyekiti ni vigumu hata kunywa wewe kukumbuka, lakini ukweli amepata minara ya simu na watu wanasikilizana. Leo kwa wale watu wanaojua kule kwetu, tuna kabila linaloitwa Wahadzabe. Walikuwa hawawezi kabisa kuwasiliana kwa simu, lakini leo hawanakaa porini na wakiwa kule wanasikilizana na mambo yanaenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, najua nimpongeze pia mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu leo nimeongea naye na kuna jambo zuri ambalo tumeshaambiana pale, na waziri husika wa TAMISEMI ametupatia pesa milioni 100 ya kujenga ya kukarabati barabara ambayo tuliomba sana, hii ya kutoka Maretadu kwenda Haydom. Ilikuwa barabara ya halmashauri, hali yake ilikuwa mbaya, lakini kutokana na hali hii amekubali kutusaidia hiyo barabara. Mheshimiwa mwenyekiti, nyingine nishukuru pia serikali nayo imekubali kujenga barabara ya Haydom kuja Labai. Na hivi karibuni ilisimama kwa sababu ya kukosekana kwa pesa. Lakini nakwambia leo hii nimepata ahadi ya kutosha kwamba mkandarasi ameambiwa arudi site ili barabara iendelee kujengwa. Mheshimiwa mwenyekiti, tangu uhuru kama barabara haikuwa imejengwa kabisa. Leo Dr. Samia amekubali, tumetia sahihi, amerudi mkandarasi site, anaendelea kujenga barabara. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, kwa muungano ni vitendo. Ni vizuri kusema asante. Unajua ukisema asante mheshimiwa mwenyekiti, basi maana yake unapewa nyingine. Mimi nishukuru sana serikali hii ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hapa tulikofika mheshimiwa mwenyekiti. Mimi nilikuja bungeni huku nilikuwa na mchecheto kweli kweli, na wewe ulikuwa hapo siku moja na uliona mambo yalivyokuwa hapa. Nikajaribu kungangania bajeti ya Wizara ya Ujenzi, lakini mama akasema huyo kijana atavunjika kiuno, ngoja nimsaidie. Akatuwekea mambo, akaambiwa kasaini mkataba, na mama huyu, hebu afikiria mheshimiwa mwenyekiti, kwa kina wazazi wengine unaweza kuwa mtundu akakutolea nje, lakini mama baada ya kuwa mtundu bungeni hapa, naona kumbuka spika alikaa hapo akanivumilia. Na mimi nimshukuru sana kiti chako mheshimiwa spika Dr. Tulia Ackson Mwasasu, kwa kweli amenivumilia sana. Ilikuwa ni wakati wa kuidai barabara kwa nguvu, ilikuwa ni wakati wa kuwakilisha watu wa Mbulu vijijini kwa nguvu, ilikuwa ni wakati wa kupaza sauti yao kwa nguvu, lakini kwa lugha ya picha hapa Dr. alinivumilia. Huyo ni spika wetu, nimpe asante sana kwa kweli alivumilia. Lakini sio yeye kunivumilia tu, mama naye akasema hapana, hebu Mwigulu njoo, weka hela pale, rudi kule, mambo yakaendelea. Sasa hivi nina furaha kusema barabara naye imeanza kujengwa, naamini kwamba ataenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, ni muda mzuri wa Flatei kusema asante mbele ya bunge hili. Maana ile ilienda maeneo mengi sana, wakasema jamaa huyu vipi? Ile ilikuwa ni kuonyesha lugha ya picha na kuonyesha uchungu wa barabara ile. Najua Mwigulu naye ameniahidi leo kwamba fedha bado usio na wasiwasi, kabla ya bajeti yake atapeleka pesa. Sasa kwa nini mimi nisikubali?
Yule mwenye pesa, mwenye pochi kasema atafungua. Rais mwenyewe kashakubali. Mimi mtumishi tu, nyoka wa Mbulu vijijini, na shida gani hapa? Nipongeze, na mimi napongeza na nakukubali na kuunga mkono hotuba hii na bajeti ya waziri mkuu. Asante sana.